Habari yako mpenzi mtazamaji wa Force News Tanzania. Ikiwa hii ni sehemu yako ya kuanzia siku ukiwa na ufahamu wa kile kinachoendelea hapa nchini Tanzania kupitia vichwa vya habari vya magazeti ya leo. Ikiwa leo ni tarehe 21 mwezi wa 3 mwaka 2026. Na kama kawaida, nimekuchambulia kurasa za mbele za magazeti mbalimbali ili kukuletea mambo muhimu yaliyopewa uzito mkubwa leo, kuanzia siasa, uchumi hadi maisha ya kila siku ya jamii. Mimi ni Ngonise Kahise. Lakini kabla tujaanza, hebu tuzungumzie kidogo kinachokugusa wewe moja kwa moja. Na hiki sio kingine, ni muonekano wako. Fikiria ngozi inayovutia bila hata juhudi kubwa. Ngozi inayong'aa kwa asili, laini unapoguswa. Ngozi yenye afya inayoonekana. Hapo ndipo mpenzi mtazamaji, sabuni ya Waka Waka inapokuja. Sabuni hii imeundwa kwa mchanganyiko maalum wa vitamin C na vitamin B6 ambayo inasaidia kuipa ngozi mwangaza wa kipekee, kuilainisha na kuifanya ibaki fresh muda wote, kupunguza chunusi, madoa na mwasho. Hii si sabuni tu, ni experience ya kujitunza. Waka Waka, ng'ara kwa kujiamini. Na moja kwa moja tuzigeukie habari za magazeti, ambapo hapa ninaanza na gazeti Mwananchi. Kichwa kikuu cha habari kinasema polisi jela miaka 2 kwa kuua. Alimshambulia kwa kipigo mtuhumiwa wa wizi wa simu hadi kumpasua kichwa. Familia ya marehemu yapinga hukumu, yadai hailingani na ukubwa wa kosa la mauaji. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hapa kuna habari picha, waumini wa dini ya Kiislamu wakiwa katika swala ya Idi Al-Fitri katika msikiti wa Karume, manispaa ya Morogoro, baada ya kumalizika kwa mfungo wa mwezi Ramadhani. Vita vya Iran Israel kuacha maumivu kwa wakulima. Habari hii unaipata kwa kina zaidi ukurasa wa 5 wa gazeti Mwananchi. Julie Manning, mwaka 1939 mpaka mwaka 2026. Huyu ni jaji wa kwanza mwanamke aliyegeuza taswira ya sheria. Habari hii unaipata ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Mtuhumiwa mauaji ya Nyanza alivyonaswa, simu yatajwa. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 3 wa gazeti Mwananchi, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na moja kwa moja naligeukia gazeti Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Kichwa cha kwanza cha habari kinasema Jaji Manning, kinara aliyefungua milango kwa wanawake. Maneno haya amesema Dr. Samia, ataenziwa kwa ushiriki wake katika mhimili wa mahakama. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Dr. Nchimbi awasihi viongozi wa dini kufundisha maadili. Mkandarasi barabara kuelekea uwanja wa AFCON 2027 apewa masharti magumu. Habari hii utaipata kwa kina ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tanzania yajipanga ushiriki majukwaa ya wanawake kimataifa. Habari hii utaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti Taifa Tanzania. Kienzile akoshwa uwekezaji bandari ya Durban. Habari hii utaipata ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Taifa Tanzania, Uzalendo Kwanza. Na moja kwa moja analielekea gazeti wa Machinga. Wafanya biashara wakoshwa mapendekezo tume ya rais ya kodi. Habari hii utaisoma ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Jaji wa kwanza mwanamke Julie Manning afariki dunia. Habari hii utaipata vile ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Maelfu ya wakimbizi Burundi warejea nyumbani. Orex Gas yatoa mkono wa Idi Al-Fitri New Faraja. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti wa Machinga, sauti ya wanyonge. Na moja kwa moja nimekamata gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kichwa kikuu kinasema Samia ahimiza amani, utulivu Idi Al-Fitri, awatakia Watanzania sikukuu njema. Nchimbi ataka dini zilinde maadili ya taifa. Habari hii utaipata ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Njombe yaja kitofauti uwenyeji Mei Mosi kitaifa. Habari hii utaipata ukurasa wa 3. Rioba aga TBC amshukuru Samia kumwokoa vitani. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 4 wa gazeti Habari Leo. Zambia yazindua kituo mwarobaini msongamano na Konde, wawili mbaroni tuhuma mauaji aliyefukiwa nje ya nyumba. Habari hii utaipata ukurasa wa 4 wa gazeti Habari Leo. Jaji mwanamke wa kwanza mahakama kuu afariki dunia. Tanzania yaita wawekezaji sekta ya afya science. Habari hii utaipata kwa uzuri zaidi ukurasa wa 3 wa gazeti Habari Leo, na ndivyo ninavyohitimisha nalo. Na sasa moja kwa moja nalielekea gazeti Mwanahabari. Kichwa cha kwanza kinasema serikali yatangaza fursa za uwekezaji nishati dola bilioni 12.9. Naibu Waziri Makamba asema uwekezaji huo unahitajika katika maeneo mbalimbali ikiwemo uzalishaji wa umeme, usafirishaji, usambazaji pamoja na nishati safi ya kupikia.
Ni katika mjadala kuhusu ushirikiano na Marekani na nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki wakati wa mkutano wa Powering Africa Summit jijini Washington DC jana. Habari hii utaipata kwa kina zaidi katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Bandari ya Durban yampa uzoefu mpana naibu waziri uchukuzi. RC Kunenge awapa majukumu madiwani kushirikiana DAWASA. Habari hii unaipata kwa kina zaidi ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mkandarasi anayejenga barabara kuelekea uwanja wa AFCON 2027 Arusha hataongezewa muda. Maneno haya amesema Profesa Shemdoe. Habari hii unaipata ukurasa wa 2 kwa uzuri zaidi. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanahabari. Na sasa mpenzi mtazamaji, tuangazie habari za michezo. Na hapa nimekamata gazeti Mwanasport. Kichwa kikuu cha habari kinasema Super 16. Nation Simba miaka 2. Wauni wa CAF wametuvua nguo. Uzi wa mwisho wa Messi. Habari hii utaipata ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Ndivyo ninavyohitimisha na gazeti Mwanasport. Na sasa nimekamata gazeti Uhuru katika ukurasa wa michezo. Mtibwa Yanga mtegoni. Rais Dr. Mwinyi ataja viwanja na academy. Bilioni 82.9 kung'arisha barabara za AFCON 2027. Serena Williams aibuka kivingine. Habari hii utaipata kwa kina zaidi katika ukurasa wa 27 wa gazeti hili. Bondia Laila Ali na siri hii. Habari hii utaipata ukurasa wa 13 wa gazeti hili. Hivyo ninavyohitimisha na gazeti Uhuru katika ukurasa wa michezo. Na moja kwa moja ninalielekea gazeti Taifa Tanzania katika ukurasa wa Simba Sports Club vs TRA United, fupa jingine gumu. Mtibwa Sugar vs Yanga Sport Club, ratiba kilio kwa wageni. Habari hii unaipata kwa kina zaidi ukurasa wa 14 wa gazeti hili. Mpanzo bado ni silaha hatari ndani ya Simba. Na hapa nimekamata gazeti Habari Leo katika upande wa michezo. Ujenzi wa barabara AFCON Arusha kugharimu bilioni 82.5. Yanga kujiuliza kwa Mtibwa. Bodi ya pukutisha waamuzi ligi kuu. Ndivyo ninavyohitimisha katika ukurasa wa michezo wa gazeti Habari Leo. Na mtazamaji, huo ndio ulikuwa muktasari mfupi wa magazeti ya leo. Kwa habari kamili na uchambuzi wa kina, endelea kubaki nasi Force News Tanzania, mahali sahihi pa kupata habari zako kila siku. Usisahau kusubscribe, kuwasha kengele ya taarifa na kushare video hii ili watu wengine nao wawe sehemu ya familia yetu. Kipindi hiki kimeletwa kwako na sabuni ya Wakawaka kwa ngozi yako inayovutia. Mimi ni Ngonise Gahise. Asante kwa kutazama, tukutane tena siku nyingine.